Tena anasema hivi, nanyi mtajua ya kwamba mimi ndimi Bwana nitakapoyafunua makaburi yenu na kuwatoa ninyi katika makaburi yenu, enyi watu wangu. Mtu aliyeokoka ameshakuwa mwana wa Mungu, sababu kule kuokoka unawekwa katika familia ya Mungu. Umewekwa kwenye familia, kwenye ufalme. Kwa hiyo ukikaa kwenye ufalme sasa unaanza kumtizama Kristo kwa namna tofauti. Ndio unamtizama sasa, ndio unamtambua. Ala, nilijua ni Myahudi. Ala, nilijua ni Mnazareti. Ala, nilijua watu tu wanasema. Ala, kwa ili kumjua Mungu kwanza ni lazima uipate neema ya kuingizwa kwenye familia. Amina. Ukikaa ndani ya familia ndio unamjua Mungu. Na hawa anapowaambia kwamba nitakapoyafunua makaburi, maana yake atakapokuondolea ile dhambi, atakapokutoa katika lile giza ambalo ukiwa mtu wa shetani maana yake umefungwa na giza, huwezi kuiona nuru. Kwa Mungu ni nuru. Kwa ukikaa ndani ya Mungu, ile nuru inakupa kuona. Unaona nini? Unaona sasa, huyu ndio Yesu, na haya ndio mapenzi yake, na hiki ndicho ambacho natakiwa nikiishi, na huku nilikotoka sitakiwa hata kutizama. Kama Paulo anavyoandika, anasema naliyaona ya kale yote ni kama mavi. Maana yake akitizama nyuma tamani hata kidogo kurudi. Kwa hiyo hata mtu wa Mungu akitoka katika dhambi anayaona makaburi, analiona kaburi nyuma. Anasema hiki kifo kilikuwa kinanifuatilia namna hii. Kwa hiyo tunapata picha halisi katika huu mstari wa 13 kwamba ni picha ambayo inaonyesha watu kumjua Mungu. Amina. Kwa hiyo watamjuaje? Ni baada ya kufunuliwa kutoka katika hilo kaburi na kuiona nuru, kumuona Yesu. Unapata sasa tafsiri halisi ya kaburi pale. Maana yake umetoka katika giza umeingia katika nuru. Asante sana mtumishi. Sasa huo ulikuwa ni mstari wa 13. Tukitizama huu mstari tunaweza kusema wa mwisho, lakini ndio mstari ambapo kama kanisa tunaanzia kuiona kazi ya Mungu kwa kubwa. Huu mstari wa 14. Mstari wa 14 anasema, nami nitatia roho yangu ndani yao. Naona hiyo? Nami nitatia roho yangu ndani yenu. Nanyi mtaishi. Nami nitawawekeni katika nchi yenu. Nanyi mtajua ya kwamba mimi Bwana nimesema hayo na kuyatimiza, asema Bwana. Picha. Kwa hiyo unataka kuniambia ni kama ahadi au hii ni ahadi ambayo tukitizama kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 ndio tumeanza kuiona ahadi inatimia. Kwa sababu ukitizama kwenye kitabu cha Isaya anazungumza kwamba nitawamwagieni roho yangu. Ukitizama kwenye kile kitabu cha Joeli unaona Mungu anatoa ahadi kwamba itakuwa kwa siku za mwisho. Kutakuwa na haya mambo, ndimi za moto, tunaona watu kutabiri, kuota ndoto, tunayaona. Sasa utimizo ulianza kwenye ile siku ya Pentekoste. Hii siku ya Pentekoste ndio inaleta tafsiri halisi ya huu mstari kwa upana. Ndio ahadi ya kanisa ambapo mpaka hivi leo tunaona picha halisi ya mtu tayari ambaye amesha kumjua Mungu. Sasa anatakiwa aishi vipi? Anatakiwa aishi kama ni mwanafamilia wa familia ya mbinguni. Na familia ya mbinguni ina kila kitu cha kimbingu ambacho kina tafsiri yake. Kwa mfano, tunaiona tafsiri ya kwanza anaposema kwamba nitatia roho yangu ndani yenu. Roho ya Mungu, Roho Mtakatifu anapoingia ndani ya mtu, tumesema mwanzo, tunaiona picha kamili. Picha kamili ya kwanza ni usemi. Ndio. Pepo nne zile zikishaingia ndani, tunaona wenzetu wa mwanzo walisema ilikuwa kama ndimi zinazowaka moto, ukaijaza nyumba yote. Nao wakaanza kusema kwa lugha kama Roho alivyowajalia kusema. Ndio picha halisi. Sasa ile nguvu ya Roho Mtakatifu inapoingia ndani ya mtu inakupa maisha mapya tofauti na yale ya kwanza uliyokisha. Itakufundisha kutembea kwa mapenzi ya Mungu, itakufundisha kunena kwa hekima ya Mungu, itakufundisha kila kitu kutumika kwa namna ambavyo ufalme wa Mungu unataka uwe. Amen. Naiona hiyo picha. Ndio maana hapa tafsiri ukiitizama kwa upana anasema nanyi mtaishi.
Naona hapo nani mtaishi. Tunamwishia Mungu, na maisha tunayoyaishi ni kwa sababu tunatembea katika ufalme wake. Hata kuishi tunaishi kwa kuportray picha ya ufalme wake. Ndio. Mtu wa Mungu hatakiwi kuishi kama tufanye anavyotaka. Anaweza, hatuna mipaka. Kama anavyosema kwenye Kumbukumbu la Torati 10:10. Anaposema kwamba lazima kuwepo na tofauti ya kitakatifu na kisicho kitakatifu. Kuwepo tofauti kati ya mtu wa Mungu na ufalme wa giza, watu ambao shetani wako katika miliki yake ukiwatizama na wajua, na watu wa Mungu ambao wako katika miliki ya Mungu ukiwatizama pia uwajue. Amina. Kwa tutaishi kama ambavyo yeye anataka tuishi, kulingana na ufalme wake na sheria za ufalme wake. Amina. Sheria za ufalme wake wengi wanazifahamu, lakini tunajua kwamba tunaongozwa na nani? Na Roho. Baada ya Roho kuingia, tunaongozwa na Roho, hatuendeshwi kwa sheria ya mwili. Amina. Mimi mtumishi, naona uko hapo kwenye tukitizama kwa nyakati tulizo nazo, ni nyakati ambazo Biblia inatamka kwamba ni nyakati za hatari. Yesu anasema kwenye kile kitabu cha Yohana sura ya 10 na mstari wake wa 16, anasema anao kondoo wengine ambao si wazizi hili, nao imewapasa kuwarudisha. Yuko mtu ambaye anamtafuta Mungu lakini hana mahali sahihi pa kumtafuta Mungu. Yuko mtu ambaye anatamani kutenda mapenzi ya Mungu lakini dhambi inamzuia. Yuko mtu ambaye yamkini ni vizuizi vya dini. Umelelewa katika haujui hasa kwa upana kipi ni cha Mungu na kipi ni cha wanadamu. Sababu tunaona Mungu anasema kwenye kile kitabu cha Isaya kwamba kuna watu wananitafuta kwa midomo yao tu, lakini mioyo yao iko mbali na mimi. Kwa hiyo umekuwa kwenye dini miaka mingi, umekuwa katika matamasha ya dini, naweza kusema hivyo, ni matamasha ya dini. Kama hukumpokea Mungu, ukamuona kwa sura, ukaona nuru, ukaona maisha mapya katika ufalme wake, kuna haja ya kurejea kwa Mungu. Yeye ni mwepesi, anawarehemu maelfu kwa elfu. Yeyote anayemjia kwa toba, Mungu anamrehemu. Wito wangu jioni ya leo ni kwamba kama yupo mtu ambaye neno la Mungu kwake linawika ndani yake, lakini anashindwa ataanzia wapi, na kukaribisha katika kanisa. Karibu, okoka, ingia mahali ambapo watu wanaabudu katika roho na kweli. Unaweza ukatafuta mahali watu wanaabudu, lakini tafuta watu wanapoabudu katika roho na kweli. Utajuaje udhihirisho wa Mungu atakaye kuongoza kuingia mahali hapo? Utaona. Unaweza ukaabudu nasi mahali hapa tunaabudu katika ile kanisa la TAG Mbezi hapa Mbezi Luisi, mitaa ya Mazuru. Kanisa linaitwa kituo cha kanisa tunaita Galilaya. Unaweza ukaja nasi ukaabudu pamoja nasi. Tunamwabudu Mungu wa kweli na wa pekee. Tunamwabudu Mungu anayeishi. Tunamwabudu Mungu anayesikia maombi na kuyajibu. Tunamwabudu Mungu ambaye anahuisha, ana uwezo wa kufufua vilivyokufa. Tunamwabudu Mungu ambaye unamsoma kwenye Biblia. Yule Mungu unayemsikia kwa watu, Mungu akina Musa, Shadraki, Meshaki, Abednego, Mungu akina Yakobo, Danieli, ndio huyo tunayemwabudu. Wito wangu jioni ya leo ni kwamba kama umekwama, unahitaji msaada wa kiroho, unaweza ukatutafuta mahali hapa. Unaweza ukawasiliana na mtumishi wa Mungu. Ana namba zake za simu kwenye digital platform yake, unaweza kaona pale mawasiliano yake. Lakini pia kama utahitaji mawasiliano ya mahali hapa tunapoabudu, location yetu ni Mbezi Luisi, njia Mazuru, kanisa ni TAG Mbezi Galilaya. Wito wangu, usiyemjua Mungu, mtafute Mungu ungali uhai. Hakuna mahali pengine unaweza kumpata Mungu kifa. Hakuna maombi ya kumtoa mtu kwenye kaburi kumpeleka mahali kwingine. Hakuna maombi yanayoweza kumhamisha mtu aliyekufa. Ni maombi ya faraja tu, kukuambia ulale mahali pema peponi. Ni faraja ya wanadamu ambao watakupa. Na wewe kwa sababu umeshakufa huwezi kulielewa neno. Lakini yale ni maombi ya faraja, yasikutie faraja hata kidogo kwamba nitatenda dhambi, nitaombewa kwa sababu ninao ndugu zangu wana dini. Kwa mtu ambaye hajaokoka, unaweza kunifundisha maombi haya. Umpokee Yesu na kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Chukua sala hii kama ni ya kwako, sema: Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi,
ninatubu uovu wangu wote nilioutenda kwa kujua ama kwa kutokujua. Ee Yesu, naomba unisafishe, uniondolee mzigo wa dhambi, uniondolee kaburi la mauti, uniokoe na mauti ya yule adui Shetani, unifanye kuwa kiumbe kipya, nikuishie wewe kuanzia sasa na hata milele. Ee Yesu, niokoe. Ni katika jina la Yesu nami nimeomba maombi hayo pamoja nawe. Imani yangu ni kwamba utakaa katika maisha matakatifu na utamwishia Yesu yule ambaye tunamtangaza, na siku ile ya unyakuo hautaachwa. Ile siku ya unyakuo inatisha. Wewe mtu ambaye umeokoka hautaachwa, hautabaki kama ulivyo. Utanyakuliwa pamoja na Yesu mawinguni na utaenda kurithi ufalme wa mbingu ambao ndio ahadi tuliyoahidiwa na Mungu wetu. Amina. Amen. Amen. Amina. Karibu sana. Amen. Tunakukaribisha mtumishi wa Mungu. Amen. Kwa kulike, kusubscribe, kusikiliza neno la Mungu siku nzuri namna hii. Tunakaribisha katika kipindi kijacho. Amen. Tutakuwa na mtumishi wa Mungu siku moja atakazungumzia mambo ya ufalme wa Mungu kama Mungu akitupatia kibali. Nimefurahi kujumuika na digital kubwa, Digital Revival Online TV. Mungu anawatumia kwa kiwango cha juu. Ni maombi yangu Mungu azidi kuwabariki na kuwanyanyua kutoka kwenye level ya chini mpaka kufikia level ya kimataifa. Amen. Barikiwe na Bwana. Amina. Barikiwe sana. Amina. Amina. Asante.